Yes, mtazamaji wa channel yetu hii pendwa, bwana, leo tupo msibani wa mzee wetu Saidi Kibole, na miongoni mwa watu ambao tupo nao hapa ni majirani wake. Bwana, mambo vipi? Safi bro. Mzima kabisa. Mimi mzima, mshukuru Mungu. Bwana, poleni kwanza. Asante, nashukuru Mungu. Huyu mzee aliofariki leo hapa unaeje? Mzee naweza hapa nikasema upande mwingine ni jirani na upande mwingine baba mlezi. Ndio. Wakati kifo cha mzee Kibole kinatokea, wewe ulikuwa katika mazingira gani? Kifo kinakuja kutokea, sisi tulikuwa tupo hapa kazini, unaona. Yaani kwa hapa kazi yani ofisini kwetu tunapofanyia hapo kazi na kwa marehemu, unaona hapo sio mbali. Na mzee hapa siku za karibuni alifungua genge pale, unaona. Sasa kwa hiyo asilimia kubwa tulikuwa tunapenda kwenda pale hapo kujipatia matunda kama ndizi nini, unaona. Sasa jana mida kama ya saa 7 hivi, unaona, tulienda pale hapo kuchukua ndizi kwa ajili ya kufanya, unajua tena muda wa msosi unachukua matunda kidogo, unaona. Sasa tumeenda pale tukamkuta mzee, unaona, tukasalimiana naye, tukataniana kidogo pale kwa sababu baadaye kulikuwa kuna mechi jana, unaona. Sasa tukawekeana utani nini pale fresh, tukachukua ndizi tukarudi, unaona. Sasa tunarudi tunakula, tunaanza kupata taarifa kwamba mzee Kibole amefariki, unaona. Yaani kwa kusema kweli, yaani kwa upande wangu mimi, yaani tuseme sikuamini, unaona. Hadi nikatoka nikafika pale nikakuta akina sister ambao ndo watoto wake majirani, unaona, wanalia, tukaingia ndani tukamshamisha vitu. Yaani kiufupi, yani kifo chake kimekuwa ni cha ghafla na kimetuumiza kweli. Unajua kwa sababu yani katika jamii ukiwa una mtu ambaye yani ni mtu mzima lakini ana busara, ana hekima, unaona. Alafu akaja kuondoka ghafla. Ni jambo gani ambalo ulizungumza na mzee Kibole mara ya mwisho kabla ya kufariki kwake? Asilimia kubwa yani yule anaweza nikamuita baba mlezi. Unajua sababu yani mimi mpaka nakuja kuingia majukumu ya ndoa na kuja kuoa, yani ni miongoni mwa wazee wangu ambao nilikuwa nafuata, naomba ushauri, unaona. Asana ile jana mara ya mwisho asubuhi, unaona, aliniuliza kuhusu familia yangu, unaona. Yani kifupi, yani ni mtu ambaye anaweza labda nikasema tumepoteza mtu, kwa sababu asilimia kubwa alikuwa anapenda kunisi namna ya kuishi na familia, kana jamii nini. Uje sisi vijana ambao yani hapo tunaweza hapa tukasema damu bado ni changa, inachemka, unaona. Tunakuwa tuna mambo mengi, unaona. Ila akitokea mzee kama yule ambaye anakuita na kusia, yani kwa hiyo ushauri wake wa mwisho alonipa mimi hapo kwa upande wangu, unaona, alikuwa ananielekeza yani namna ya kuishi na familia, unaona. Yani ni vitu gani nivifanye kwa wakati sahihi na ni vitu gani hivyo yani. Poleni sana. Asante sana, nashukuru. Hii tukio la msiba wewe unalichukuliaje? Yani kwa upande wangu mimi naona ni pigo kubwa sana. Ni pigo kubwa sana kwa sababu sasa hivi naweza nikasema maeneo haya hapa ya Nzasa, unaona, au mtaa huu wa Umoja, unaona. Yani naona wale wazee au wale watu ambao tulikuwa tunaona ni watu wa hekima, wa heshima, unaweza ukapata tatizo lolote lile ukampata, yani ukalizungumzia hapo swala lako, akalisikiliza, akalitatua kadri hapo ya uwezo wake, unaona. Yani ukiona wanapungua inakuwa ni pigo, unaona, inakuwa ni pigo. Kwa hiyo kwa upande wangu mimi ni pigo, ila kwa ndo hivyo Mwenyezi Mungu ashaamua, hauwezi ukazungumza sana, hauwezi ukamkufuru Mungu, Mungu kashaamua, lakini bado yani nitazidi kumkumbuka kwa sababu maisha yake alikuwa anaishi, yani ni vitu vingi sana vya kujivunia na vitu vingi sana
vya kujifunza kutoka kwa mzee wangu. Pole sana.